Miongoni mwa maswali ambayo nimekuwa nikipokea mara kwa mara, kwa kufupisha tu, kuna watu ambao hawajui chochote kuhusu kompyuta na wanatamani kujifunza kompyuta, mambo mbalimbali yanayohusiana na kompyuta na hawajui wapi pa kuanzia. Nimekuwa nikipokea swali kama hili mara kwa mara katika sehemu ya comment, wengine wamekuwa wakiniuliza wakija inbox. Sio mbaya, nitaweza kujibu swali hili japokuwa nimeshakuwa nalijibu huko nyuma katika video zilizopita mara kwa mara, lakini pengine kuna wenzetu ambao hawakuona video hizo zilizopita na wamekuwa wakikutana na video nyingine wakiuliza maswali haya. So acha niweze kukupa step kadhaa ambazo zitaweza kukuongoza wewe japo kidogo. Lakini kabla ya kukupatia hatua hizo, acha nikwambie kuwa hakuna mtu ambaye amekuja duniani ambaye anajua kila kitu. Hakuna mtu ambaye amezaliwa tayari ni mtaalamu. Kila mtu ameanza kutoka sifuri, from the scratch. Hapo ulipo wewe unajihisi haujui chochote, ndiko ambapo utaanza nako hadi kufikia kule ambako unatamani kuweza kufikia. Sasa hatua ya kwanza ambayo nahitaji uweze kuifahamu, nataka uangalie kitu gani ambacho unahitaji kujifunza. Unataka kuanza kujifunza nini? Basic computer skills, kama just kutype tu, kutumia applications za Microsoft, Excel, Word, PowerPoint na nyinginezo, au unahitaji kujua jinsi ya kutumia internet kwenye computer, network, namna gani ambavyo unaweza kufanya vitu mbalimbali, programming na vinginevyo. Unatakiwa uweze kujua kipi ambacho unahitaji. Lakini hatua ya pili, baada ya kujua unataka nini, chukua basi hatua ya kuweka muda wako vizuri kila siku, kutenga angalau dakika 15 mpaka 30 kujifunza kitu kipya ama kuendelea kujifunza kile ambacho unajifunza, kuwa consistency. Lakini hatua ya tatu, tumia resources ambazo kwako ni rahisi kuweza kuziafford. Kama budget yako hairuhusu, kuna kozi nyingi sana za bure ambazo unaweza kuzipata kupitia website mbalimbali, lakini pia hata YouTube ni sehemu moja hapo ambapo unaweza kujifunza mengi sana kupitia video mbalimbali, wataalamu mbalimbali wamekuwa wakifundisha bure kabisa. So hakikisha unatumia platform mbalimbali kuweza kujifunza kile ambacho unahitaji kujifunza. Lakini step ya 4, hakikisha mistake hazikukatishi tamaa. Kile ambacho unakifanya na ukafanya makosa, ukaendelea kufanya, ndipo ambapo unapojua zaidi na kukua zaidi katika jambo hilo ambalo umekuwa ukijifunza na kulifuatilia. Kama utafuata step hizi 4 ambazo nimeshare na wewe leo, basi itakuongoza wewe kuweza kujifunza kompyuta na masuala mbalimbali ambayo unahitaji kujifunza katika upande huu wa teknolojia. Kumbuka, kujifunza ni safari, sio mashindano. Ukianza leo, kesho ukafanya tena, ukajifunza zaidi, ukawa consistent, basi utaona tu unakuwa na unabadilika. Hata kama ulikuwa haujui kufungua laptop, utaweza kufungua laptop na utaanza kutype na utaanza kuprogram, kutengeneza mifumo mbalimbali siku baada ya siku. So hakikisha una follow account zangu za social media, tuendelee kuwa pamoja, tuendelee kuwa tunajifunza siku baada ya siku na kukua kwa pamoja. Like video hii, repost, share, lakini pia hakikisha umesubscribe channel yangu ya YouTube. Huku nimekuwa nikitoa mafunzo ambayo ni marefu sana. Kama utatembelea channel yangu ya YouTube ya Mohamed Hafidh, kuna mengi ambayo utaweza kujifunza katika upande huu wa teknolojia na pengine katika huo upande ambao wewe unahitaji kujikita na kuanza kujifunza. So, una swali lingine lolote, kama unachokuongezea kwa wale wenzetu ambao wanatamani kuanza lakini wapi hawajui pa kuanzia, na wewe ni mzoefu tayari umeshapiga hatua, weka katika sehemu ya comment. Ndio lengo letu kuwa pamoja hapa, kushirikiana na kujifunza pamoja. So sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Asante sana, usisahau kulike video hii.